Kwa utafiti mdogo niliofanya, nimekuja kugundua kwamba uwezo wa mtu kufikiri huwa unapungua kwa kadri mtu anavyoutumikia uovu. Yaani mtu akishakuwa tu anautumikia uovu, anatumikia dhulma na vitu wa mfano ya namna hiyo, basi mara nyingi uwezo wake wa kufikiri huwa unapungua. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukamkuta mtu anatumia nguvu nyingi kutetea kitu kisichokuwa sahihi, yani kuonyesha dalili ya kwanza ya kupungua kwa ufahamu wa mtu anapokuwa anautumikia uovu au anaupigania uovu, au maisha yake tu ameamua kuishi katika uovu, kuonyesha kwamba uwezo wake kufikiri huwa unapungua, mpaka vile vitu ambavyo vinahitaji tu logic ya kawaida yeye anaweza akaamua kusimama upande wa pili kutetea kisichokuwa hicho. Kwa mfano tu mzuri, hivi mtu anawezaje kusimama mbele za watu akatetea mwanaume kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile? Yani katika akili tu ya kawaida. Kwa sababu asili ya mwanamke na mwanaume kuoana, asili yake ni kuendeleza kizazi, ndio asili ya watu kuoana. Lakini vile vile kutengeneza nasaba, yani kwamba mtoto akawa anajulikana baba yake nani, mama yake nani, kwa sababu mwanamke anapokuwa hajaolewa au mtoto anapozaliwa nje ya mipaka ya ndoa, ni rahisi kumharibia nasaba yake, kwamba ikawa hajulikani baba yake ni nani, maana baba yake anaweza akawa yoyote. Sasa katika mazingira namna hiyo, yani kwa ufahamu tu wa kawaida, acha utaratibu zile za dini na vitu kama hivyo, kwa akili tu ya kawaida, kwamba ili watu waishi pamoja, mwanamke na mwanaume, manake lengo kubwa inakuwa ni kuendeleza kizazi. Njia pekee ya mwanamke na mwanaume kuendeleza kizazi labda kupitia kujamiiana, manake kuna sehemu maalumu ambazo zinaweza zikapelekea labda mwanamke kupata ujauzito ili kizazi kiweze kuendelea. Sasa inakuwaje, yani mtu anaweza akasimama mbele ya hadhira anatetea mtu kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile katika mazingira ambayo anajua fika kabisa kwamba njia ya kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile haiwezi kujenerate kizazi, haiwezi kuzalisha kizazi au kufanya kile kizazi kikawa endelevu. Hii akili bila shaka ni akili ambayo ina mapungufu makubwa sana, lakini asili yake ni nini? Ile fikra inapungua, yani uwezo wa mtu kufikiri huwa unapungua kwa kadiri anavyosimama kwa ajili ya kuutetea uovu. Na mtu akiamua kusimama katika ukweli na kuitetea haki, hata kama hajasoma, mara nyingi hoja zake zinakuwa zina mashiko ya wazi kabisa. Lakini mtu akisimama kuutetea uovu na kuutumikia uovu, hata kama akasoma, basi zile hoja zake unaona kabisa kwamba kwenye akili zinakuwa hazikai sawa sawa. Kwa hiyo fikra ya mtu huwa inaweza ikazidi, yani uwezo wake wa kufikiri unaweza ukaongezeka au kupungua kwa namna gani mtu anavyoshikamana na uovu. Mtu akishikamana sana na uovu, basi uwezo wake kufikiri unapungua mara nyingi. Na mtu akishikamana sana na mambo ambayo yako sawa sawa, uwezo wake wa kufikiri mara nyingi unakuwa mzuri, kwa sababu anakuwa amesimama katika haki. Chukua hiyo, huenda ikakuvusha.